tutajifunza somo linaloitwa jinsi ya kuyashinda mawazo mabaya. Leo tutajifunza somo linaloitwa jinsi ya kuyashinda mawazo mabaya. Andika somo hili, jinsi ya kuyashinda mawazo mabaya. Andika kichwa cha somo kinaitwa jinsi ya kuyashinda mawazo mabaya. Ni somo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Ni somo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kuna mawazo ya aina mbili. Kuna mawazo mazuri, kuna mawazo mabaya. Sasa hakuna mtu asiyekuwa na mawazo. Kwa kila mtu lazima kutane na mawazo ya aina mbili, mawazo mabaya au mawazo mazuri. Kwa hata sasa ambapo unanitazama mimi, kuna mawazo ambayo yanatembea kwenye ufahamu wako. Yanaweza kuwa ni mawazo mazuri au yanaweza kuwa ni mawazo mabaya. Lakini jioni leo hatutajifunza kuhusu mawazo mazuri, lakini tutajifunza zaidi jinsi ya kushinda mawazo mabaya, kwa sababu mawazo mabaya yanaleta maangamizo katika maisha ya mtu. Kwa hiyo ni hatari sana kwa Mkristo asipofahamu jinsi ya kushughulika na aina hii ya mawazo, especially mawazo mabaya. Kwa ni lazima kila Mkristo ajifunze kupambana katika vita hii. Kwa maana mawazo mabaya ni vita. Ni vita kwa sababu mawazo mabaya yanataka ufanye vile yanavyotaka yenyewe, si unavyotaka wewe. Kwa unaweza kujikuta umeingia umefanya jambo la ajabu bila kutarajia, kwa sababu ya kile kitu kilichokuwa kinasema ndani yako. Kile kitu kilicholeta hilo idea, hilo wazo kwenye fahamu yako. Sasa tutajifunza namna ya kuyashinda mawazo haya. Tutajifunza namna ya kushinda mawazo mabaya. Kama unafuatilia masomo yetu katika mkesha ambao umepita, kuna mkesha ambao tulijifunza jinsi ya kutambua sauti ya Mungu. Kama hujasikiliza somo hilo, nenda kwenye YouTube kaliangalia hilo somo. Tulijifunza jinsi ya kusikia sauti ya Mungu. Kipindi tunajifunza somo hilo, tulijifunza kwamba Mungu anavyoongea. Tulijifunza kwamba Mungu anaongea kupitia roho zetu. Na roho zetu zinapeleka habari, zinapeleka information kwenye ufahamu. Na ufahamu unatafasiri habari hiyo kama wazo. Na shetani vile vile. Kwa hiyo shetani anaongea kupitia roho zetu. Na roho zetu zinapeleka information kwenye ufahamu. Na ufahamu wetu unatafasiri jambo hilo au wazo hilo au habari hiyo kama wazo. Tunaita inward witness. Kwa hiyo Mungu anaongea kupitia roho zetu. Na roho zetu zinapeleka habari katika ufahamu. Na ufahamu unapambanua hiyo habari na linapatikana wazo, inward witness. Kwa shetani vile vile anaongea. Kwa katika ufahamu wa mwanadamu, katika nafsi ya mwanadamu inapokea habari kutoka sehemu kuu mbili. Sehemu kuu ya kwanza ni kutoka kwa Mungu na sehemu kuu nyingine ni kutoka kwa Ibilisi. Kwa upande huu utaleta habari na upande huu mwingine wa shetani wa Mungu utaleta habari na upande wa shetani utaleta habari. Kwa hiyo vitu viwili vinakuwa vinapingana. Kwa hiyo unaweza kuwa na jambo moja, unawaza kitu kimoja, lakini kila kitu kingine kinapinga. Kwa maana ni vitu viwili ambavyo vinapingana. Sasa utaenda kulisikiliza somo hilo, nimefundisha kwa undani zaidi. Lakini jioni ya leo tutajifunza tu namna ya kushinda, jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Kwa hiyo kabla tujaendelea, kanuni ya kwanza au hatua ya kwanza ili uweze kushinda mawazo mabaya. Hatua ya kwanza au kanuni ya kwanza ili uweze kushinda mawazo mabaya. Kanuni ya kwanza au hatua ya kwanza ili uweze kushinda mawazo mabaya ni tambua chanzo cha mawazo hayo. Tambua chanzo cha mawazo hayo. Tambua chanzo cha mawazo hayo. Andika point number 1. Lazima utambue chanzo cha mawazo hayo. Kwa tumesema sasa kuna vyanzo vya mawazo vya aina mbili kuu, acha mwili na kadhalika. Lakini kuna vyanzo vya mawazo vya aina mbili. Chanzo cha kwanza ni Ibilisi, chanzo cha pili ni Mungu. Kwa hiyo manake Mungu anapoongea na sisi, anaongea na sisi kupitia roho zetu. Na roho zetu zinapeleka habari kwenye ufahamu, na ufahamu unatafasiri kama wazo, kama inward witness. Pale Mungu anapoongea na shetani anapoongea ni sawa sawa. Kwa hiyo sasa kazi ya nafsi ni kupambanua. Kwa maana nafsi ni utashi, nafsi ni mapenzi, nafsi ni emotions, hisia zako, your will, your mind. Kwa mind yako au ufahamu wako, kazi yake ni kupambanua mawazo hayo.
Kwa hiyo sasa habari inapotoka upande wa shetani na habari inapotoka labda upande wa Mungu, kwa akili yako inapambanua, inatafasiri. Kwa hiyo sasa ili uweze kushinda mawazo mabaya, namba moja ni lazima ufahamu kwamba mawazo haya yanayosema na mimi katika ufahamu wangu yanatoka wapi? Sasa mawazo haya ninayoyasikia katika ufahamu wangu yanatoka wapi? Kwa lazima ufahamu. Kwa hiyo yanaweza kuwa na pande mbili, yanaweza kuwa yametoka kwa Mungu au yametoka kwa ibilisi. Kwa lazima ufahamu mawazo ya Mungu yakoje na mawazo ya ibilisi yakoje. Okay. Kwa jambo la kwanza la msingi la kutambua mawazo yanatoka wapi, tusome Petro wa kwanza sura ya 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Kwa kama unaandika, andika Petro wa kwanza, wala kwa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 mpaka wa 9. Biblia inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Tazama Biblia inachotuambia, inatuambia sasa muwe na kiasi na kukesha. Maana kiasi kwa lugha ya Kiingereza au lugha rahisi ambayo tumezoea ni self control. Kwa maana sasa Biblia inasema lakini tuwe na kiasi, sawa, na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Kwa hiyo shetani ni kama simba au ngurumaye, anazunguka huko nje kutafuta mtu wa kummeza. Anazunguka usiku na mchana kutafuta mtu wa kummeza. Leo anaweza kuwa kwa jirani yako, kesho akawa kwenye nyumba yako. Leo anaweza kuwa kwenye ndoa ya rafiki yako, kesho akawa kwenye ndoa yako. Kwa hiyo shetani kama simba au ngurumaye, anatafuta mtu wa kummeza na kuchana. Anatafuta ndoa ya mtu na kuichana. Anatafuta biashara ya mtu na kuichana. Anatafuta mtu wa kummeza na kumharibu kabisa. Kwa hiyo anazunguka. Kwa leo anaweza kuwa kwenye nyumba hii akaharibu watoto, akaua watoto, akapiga magonjwa na kadhalika. Kesho akawa kwenye nyumba nyingine. Kwa hiyo sasa Biblia imetuambia kwamba huyo mshtaki tumpinge tukiwa thabiti katika imani. Tuangalie pia Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Kwa kama unaandika Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Wakorinto wa pili sura ya 2 mstari wa 11. Anasema hivi: shetani asije akapata nafasi kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa hiyo maana yake shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Kwa maana yake lazima tuzijue fikra za shetani ili tuweze kumshinda. Ndio maana Paulo anatuambia sasa shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake, fahamu zake. Maana yake tunazifahamu. Kwa jambo la kwanza kabisa nataka ufahamu ni kwamba shetani huwa hataki kabisa yale mambo mabaya anayoyafanya yajulikane au ajulikane ni yeye ndiye kafanya. Weka pointi hii kwenye ufahamu kwamba jambo la kwanza kabisa ambalo nataka ufahamu ni kwamba shetani siku zote huwa hataki kabisa mambo mabaya anayoyafanya yajulikane ndiye yeye kafanya. Hakuna jambo lolote baya ambalo shetani anasababisha huwa anataka ajulikane kwamba yeye ndio amefanya.
Kwa huwa anajificha, ana tabia ya kujificha. Kwa yeye anataka ujue wewe ndio mwenyewe ndio umefanya au ni Mungu ndio amefanya. Kwa shetani siku zote huwa anasingizia, hataki aonekane kwamba yeye ndio amefanya. Kwa jambo lolote baya likitokea, shetani anataka mwanadamu ndio ajulikane amefanya au Mungu ndio amefanya. Weka point hii kwenye ufahamu wako, usije ukasahau hata siku moja. Narudia tena. Siku zote shetani huwa hataki ufahamu. Jambo lolote baya ambalo linakutokea, huwa hataki kabisa ufahamu kwamba jambo lolote baya ambalo linakutokea, huwa hataki kabisa ufahamu kwamba ni yeye amesababisha. Hataki hicho kitu hata kidogo. Shetani huwa anataka wewe ujue kwamba wewe mwenyewe ndio umesababisha au Mungu ndio amesababisha. Kwa hiyo lawama zako utazipeleka kwa watu wawili. Utajilaumu wewe mwenyewe au utamlaumu mwanadamu mwingine au utamlaumu Mungu kwamba ndio amesababisha. Lakini chanzo cha tatizo anakuwa ni shetani mwenyewe. Lakini huwa hataki kabisa ajulikane kwamba ni yeye ndiye amefanya. Kwa hiyo ni lazima tujifunze namna ya kushindana na huyu mtu, namna ya kumpinga huyu mtu. Lazima tujifunze. Okay, tuendelee. Kwa sababu hiyo shetani hujigeuza, kwa sababu shetani hataki afahamike kwamba ni yeye ndio amefanya. Kwa hiyo huwa hujigeuza mfano wa malaika wa nuru ili tusijue kwamba ni yeye yupo kazini. Kwa sababu hiyo huwa hataki kabisa tufahamu kwamba ni yeye. Kwa hiyo anachofanya, anajigeuza kujionyesha kama mfano wa malaika wa nuru. Si unapata hiyo picha? Kwa watu unakuta mtu akitaka kuweka kwenye trap, kama umeokoka, unamfahamu Yesu, kwa hiyo lazima huyo mtu ajifanye kama wewe, awe na mfano wa mtu aliyeokoka ili aweze kukutrap. Usijue ni shetani yuko kazini. Kwa hiyo kwa sababu hiyo shetani hataki kufahamika kwamba ni yeye ndio anayesababisha mabaya na nini. Kwa hiyo hujigeuza na kujifanya yeye ni malaika, mfano wa malaika wa nuru, ili tusijue tu kwamba ni shetani yeye yupo kazini. Weka kwenye ufahamu wako hiki kitu, usije ukasahau hata siku moja. Usije ukasahau hata siku moja. Ndio maana mpaka hata watu wanasahau maadui zao ni wakina nani. Kwa sababu sometime unaweza kaona ndugu yako ni adui, kumbe sie. Shetani anakuonyesha adui yako ni ndugu yako, kumbe ndugu yako sio adui. Adui yako ni shetani. Kwa yuko nyuma, na shetani anachofanya uone mwanadamu ni adui yako. Mwanadamu ndio kafanya hivyo, kumbe ni yeye shetani aliye nyuma ya mwanadamu ndio kafanya hivyo. Kwa hiyo vita vyako hutampiga shetani, vita vyako utampiga yule mwanadamu. Kwa utashindwa vita. Kwa shetani huwa hataki kabisa ijulikane kwamba ni yeye ndiye kafanya. Okay. Wewe tuangalie sasa Wakorintho wa pili hiyo sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Kwa andika sasa Wakorintho wa pili. Andika Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Wakorintho wa pili sura ya 11, andika hapo mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Anasema hivi: wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo sio ajabu kwamba maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa maana yake shetani huwa anajigeuza na kuwa mfano wa malaika wa nuru. Anajigeuzaje huyu shetani? Kwa nini ajigeuze? Ili maana yake, sababu ni kuu moja, kwamba ili usigundue ni nani aliye kazini. Shetani anajigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru ili usitambue au usifahamu ni nani aliye kazini. Kwa maana yake kwa akili zako utatambua kwamba ni Mungu yuko kazini, kwa sababu anageuza kujifanya kama malaika wa nuru. Ili maana yake usitambue kwamba ni shetani yuko kazini. Kwa wewe kwa akili yako utatambua kwamba ni Mungu yupo kazini. Kwa lawama zako utapeleka kwa Mungu, utachukua hatua ya kushughulika na huyu adui ambaye amejigeuza na kujivika ngozi ya malaika wa nuru
kumbe ndani yake ni ibilisi. Kwa lazima tujifunze kupambanua sasa, tuweze kufahamu. Kwa shetani hataki kabisa ujue kwamba ni yeye, hataki kabisa ufahamu kwamba ni yeye. Kwa ili Mkristo atembee vizuri na Mungu, ni lazima ajifunze namna ya kumpinga shetani. Kwa ili Mkristo atembee vizuri na Mungu, ni lazima ajifunze namna ya kumpinga shetani. Kwa ili utembee vizuri katika maisha yako ya wokovu, ili utembee vizuri katika maisha yako na Roho Mtakatifu, maisha yako na Yesu, ili utembee vizuri, ni lazima ujifunze namna ya kumpinga ibilisi. Lazima ujifunze namna ya kumpinga shetani. Ili kufanya hivyo, ni lazima, kama wewe Mkristo, ili kufanya hivyo, ni lazima ujifunze kupambanua ipi ni kazi ya shetani na ipi ni kazi ya Mungu. Kwa sababu tumesema sasa, shetani wanajifanya kama malaika wa nuru, kwa ni ngumu sana kutambua kwamba shetani yuko kazini. Kwa anajificha kwa mgongo wa nuru, lakini nyuma yake ni giza limetanda. Kwa hiyo sasa ni lazima tujifunze namna ya kupambanua ipi ni kazi ya shetani na ipi ni kazi ya Mungu. Biblia imetuonyesha kwamba matukio mengi ambayo yanaitwa matukio ya asili ni kazi ya shetani. Kwa Biblia imetuonyesha sasa kwamba mambo mengi ambayo sisi wanadamu tunayaita kwamba ni matukio ya asili ni kazi ya shetani. Weka kwenye ufahamu wako, kuna vitu vingi mno ambavyo sisi tunaviita ni asili, lakini sio, ni kazi ya shetani. Ni kazi ya shetani. Maana shetani yupo kazini. Kunakuta ajali inatokea, tunasema ni asili. Matetemeko yanatokea, tunasema ni asili. Mafuriko yanatokea na huo watu na nini, tunasema ni asili. Kwa kuna mambo mengi ambayo yanatokea, Biblia haijaonyesha kama ni asili, lakini Biblia inatuonyesha kwamba ni matukio ya kishetani, kazi za shetani ambazo anafanya duniani. Kwa mtazamo wa kibinadamu tunayatazama kama matukio ya kawaida au bahati mbaya, lakini Biblia inayataja matukio hayo kama kazi ya shetani. Narudia tena. Kwa mtazamo wa kibinadamu tunayatazama matukio ya kawaida, matukio hayo kama ya kawaida au ya bahati mbaya, lakini Biblia inayataja matukio hayo kama kazi ya shetani. Kwa sio ya kawaida, sio ya asili, bali shetani yupo kazini. Shetani yupo kazini, lakini hataki aonekane kwamba ni yeye amefanya. Kwa anachotaka yeye ionekane kwamba ni Mungu amefanya. Kwa ndio maana unakuta na Wakristo wengine wanamsingizia kwamba ni Mungu amefanya, kumbe sio Mungu amefanya, kwamba ni ibilisi amefanya. Punguza sauti. Okay. Kwa hiyo watoto wa Mungu ni lazima tusiwe wajinga juu ya mbinu au mipango ya ibilisi, kwa maana ni mdanganyifu. Kwa ni lazima tumtambue ili tuweze kumpinga. Kwa sisi kama watoto wa Mungu lazima tusiwe wajinga juu ya mbinu au mipango ya ibilisi, kwa maana ni mdanganyifu. Kwa hiyo ni lazima tumtambue ili tuweze kumpinga. Kwa hiyo lazima tutambue kazi zake, lazima tuweze kutambua mbinu zake, lazima tuweze kutambua mipango yake ili tuweze kumpinga. Tutatambuaje? Kupitia neno lake. Kwa neno la Kristo linatufundisha jinsi gani ya kumpinga ibilisi, jinsi gani ya kupinga mawazo mabaya. Kwa hiyo maana yake tunaona sasa kwamba chanzo cha mawazo mabaya ni ibilisi. Kwa tunapoendelea kusoma sasa hapa inatuonyesha sasa kwamba chanzo cha mawazo mabaya, chanzo cha matukio mabaya, chanzo cha kazi mbaya ni ibilisi. Chanzo cha mikosi, chanzo cha bahati mbaya, chanzo cha matukio ya asili, chanzo cha magonjwa, chanzo cha kila kitu ni ibilisi. Ni shetani. Lazima ufahamu wewe kwenye ufahamu wako. Kwa sababu Biblia imetuonyesha, tunaweza kupita kwenye Biblia tukaangalia matukio mengi tu nyuma yake ni ibilisi. Tunaona ni matukio ya kawaida au ni matukio ya bahati mbaya, lakini ibilisi yuko nyuma yake. Okay. Kwa hiyo tuangalie sasa kazi chache shetani anazofanya katika ufahamu wa binadamu. Tufahamu kwamba shetani anafanyaje kazi katika ufahamu wa binadamu ili tuweze kupinga.
Kwa tuangalie kazi chache za ibilisi tuweze kuzipinga na kuzishinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tuangalie Wakorinto wa pili hiyo sura ya 10 mstari wa 4. Andika Wakorinto wa pili, waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 10. Waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4 mpaka wa 5. Inasema hivi: maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Narudia tena, ni waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5. Kwamba maana silaha za vita vyetu si juu ya damu na nyama. Maana si juu ya mwili, maana si juu ya damu na nyama, bali ni zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa ngome zote za mawazo zinaangushwa kwa silaha za Mungu. Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa maana yake tuna uwezo wa kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tuna uwezo wa kuangusha. Tuna uwezo wa kuangusha. Shetani anamzunguka mtu na ngome ili kumzuia mtu asimtii Kristo. Kwa shetani anamzunguka mtu na ngome za kwake katika ufahamu ili kumzuia mtu asimtii Kristo. Anamzunguka mtu katika ufahamu ili asipate kumtii Kristo. Kwa shetani anamzunguka mtu na ngome ili kumzuia mtu asimtii Kristo. Kwa nini shetani anapigana na wewe katika ufahamu? Kwa nini shetani anapigana na wewe katika mawazo? Kwa maana lengo lake kuu ni kukuzuia wewe ili usimtii Kristo. Kwa lengo kuu la shetani kupigana na wewe katika mawazo. Lengo kuu la shetani kupigana na wewe katika mawazo. Lengo kuu la shetani kupigana na wewe katika mawazo. Lengo kuu la shetani kupigana na wewe katika mawazo ni kukuzuia wewe usimtii Kristo. Hiyo ndio sababu kuu. Ndio maana unakutana na vita kubwa katika maisha yako. Vita kubwa katika maisha yako ambao shetani anakupiga ni katika ufahamu wako, ni katika mawazo yako. Ndio vita kubwa. Kwa nini? Hataki wewe umtii Kristo. Okay, tunaendelea. Na uwanja maalum wa kazi za ibilisi ni katika ufahamu, fikra au mawazo. Na uwanja maalum wa kazi za ibilisi ni katika ufahamu, fikra au mawazo. Kwa uwanja ambao shetani anapigana vita zaidi ni katika fikra zako, ni katika mawazo yako. Kwa hapa kwenye ufahamu, kwenye fikra, kwenye mawazo, ndipo shetani anapigana na wewe zaidi. Shetani anapigana na wewe katika ufahamu wako. Paulo anatuambia silaha za vita hii si juu ya damu na nyama. Kwa Paulo sasa ametuambia kwamba vita hii ambayo inatokea katika mawazo, Paulo anatuambia silaha zake ni za Mungu ili kuangusha ngome hizi. Kwa lazima tutumie silaha za Mungu tuweze kuangusha ngome hizi. Kwa maana vita yake si ya mwili, si katika damu, si katika nyama, bali ni katika roho. Kwa ni vita ya kiroho. Usije ukafikiri vita ya mawazo ni vita ya kimwili. Hapana.
bali ni vita ya kiroho. Inahitaji nguvu za Mungu ili kuweza kuangusha ngome hizi za mawazo. Okay, kwa hiyo tuendelee. Mawazo haya mabaya kutoka kwa ibilisi yanatakiwa yaangushwe, yaharibiwe kwanza kabla ya kufanya mawazo yako ya mtii Kristo. Kwa hiyo kabla ya kudili na haya mawazo, kutengeneza familia yako iwe na mawazo mazuri, ni lazima upambane na kuharibu na kuangusha mawazo mabaya. Kwa lazima ufahamu jinsi gani ya kupambana, ya kuharibu na kuangusha mawazo haya mabaya. Kwa tumejifunza mwanzoni point number 1 ili tuweze kushinda, jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Namba 1 tumesema lazima utambue chanzo cha tatizo. Kwamba mawazo hayo chanzo chake ni nini? Na ukishafahamu ndio tutaenda step ya pili. Lakini namba 1 tumesema lazima ufahamu chanzo kabla ya kuyashinda. Lazima ufahamu chanzo cha mawazo hayo. Kwa kanuni ya kwanza ya kushinda mawazo mabaya ni lazima ufahamu chanzo cha mawazo hayo mabaya ni nini. Mawazo hayo mabaya yanatoka wapi? Tumesema sasa kwamba mawazo hayo mabaya yanatoka kwa ibilisi. Kwa hiyo na uwanja ambao shetani anautumia, uwanja maalum ambao shetani anautumia kupigana vita hiyo, kuinduce mawazo mabaya katika ufahamu wako, ni hapa kwenye ufahamu. Kwa ufahamu ni uwanja maalum ambao shetani anautumia kupandikiza vitu anavyovitaka. Watu wanafikiri sana na kwenye ndoto na kadhalika. Hapana, matokeo ya ndoto ni katika hapa, katika vita ambavyo vimetokea katika ufahamu. Kwa vita vingi au vita vikubwa katika maisha ya mwanadamu ni katika ufahamu wake, katika mawazo yake, katika fikra zake. Okay. Kwa hiyo sehemu ambayo shetani amekuwa akiitumia kufanya kazi zake zaidi katika maisha ya mwanadamu ni katika mawazo. Yeye huingiza wazo au fikra ambalo linaonekana kama ni lako. Katika udanganyifu huu unayakubali na kuyatumia kama yako, lakini katika uhalisia sio yako, yametoka kwa shetani. Unaelewa hiyo point? Kwamba shetani huingiza wazo au fikra ambalo linaonekana kama ni lako, lakini katika udanganyifu huu unayakubali na kuyatumia kama yako, lakini katika uhalisia si yako, yametoka kwa shetani. Kwa mawazo mengi unakuta ibilisi analeta katika ufahamu wetu, na tunaona kama ni mawazo yetu, kwa tunayachukulia kama ni mawazo mazuri, lakini kumbe ni mtego wa ibilisi. Kwa yeye anafanya uonekane kama ni wewe au ni Mungu, alafu yeye anakaa pembeni, alafu wewe unaishia kukosea na kujuta. Kwa kumbuka mambo mengi katika maisha ya Mkristo yanaanzia katika mawazo au fikra. Kwa mawazo mengi au mambo mengi katika maisha ya Mkristo yanaanzia katika fikra, yanaanzia katika mawazo, yanaanzia katika ufahamu. Jambo lolote lile lilianzia katika mawazo. Biashara yako ilianza kama wazo. Kwa vinaanzia kwenye wazo. Plani yote unayopanga inaanzia kwenye wazo. Kitu chochote unachofanya kinaanzia kwenye mawazo. Kwa dhambi nyingi zinatendeka kwanza katika mawazo, alafu zinakuja katika halisia katika mwili wa kawaida. Kwa kabla hujafanya dhambi katika mwili, inaanzia katika ufahamu. Kwa maana kama ukishinda dhambi kwenye ufahamu, huwezi kuitenda katika mwili. Narudia tena. Kama ukishinda dhambi katika mawazo, katika ufahamu, huwezi kuitenda katika mwili. Kwa sehemu kubwa ya kudhibiti ni kudhibiti katika ufahamu wako, ni kudhibiti katika mawazo yako. Kwa sehemu kubwa ya kupambana vita vyako ni katika ufahamu wako, katika mawazo yako. Ni sehemu kubwa mno ambayo shetani amewekeza muda mwingi sana hapa. Na Mungu pia amewekeza muda mwingi sana katika ufahamu wako. Kwa hiyo dhambi nyingi zinatendeka kwanza katika mawazo. Ubaya mwingi kati ya ndugu na ndugu unaanzia katika mawazo. Kwa ubaya mwingi katika familia ndugu na ndugu wanapigana, katika ndoa, katika mahusiano na kadhalika. Ubaya mwingi unaanzia katika mawazo. Kwa ubaya mwingi unaanzia katika mawazo. Kwa hiyo wakati mwingine wazo linaweza kupita likaflash katika kichwa chako, likakuonyesha ubaya wa ndugu yako, lakini hajafanya hicho kitu. Yaani unashangaa tu wazo linapita linadondoka kwenye ufahamu wako. Hakuna mtu mwingine aliyokuambia au mtu mwingine anaweza kukwambia wazo alilowaza yeye, anapoona yeye.
Au wazo tu linakuja na muangalia fulani ameongea vizuri, lakini unashangaa wazo linakuja kwamba labda ameongea vibaya na unamchukulia vibaya. Kwa hiyo ili tu uchukue hatua mbaya, kwa hilo wazo linakuja, hilo wazo baya lina flash kwenye ufahamu wako, linapita katika ufahamu wako, ili tu uchukue hatua mbaya ya kuondoka nyumbani kwako, ya kuacha kazi bila sababu na kadhalika. Kwa hiyo Wakristo wengi hawatambui kwamba hilo wazo limetoka kwa Shetani. Unaweza ukashangaa wazo tu linapita kwenye ufahamu ili wachukie ndugu zako, umchukie mume wako bila sababu, uache tu kazi bila sababu, uache biashara yako bila sababu, uondoke tu nyumbani bila sababu, uache kusoma bila sababu na kadhalika. Unashangaa tu wazo linapita na hujui ni nani ameleta wazo hilo. Kwa hiyo lazima utambue chanzo cha mawazo yako. Hilo wazo limetoka wapi? Anayeongea na wewe kwa wakati huo ni nani? Kwa sababu tumeona vyanzo viwili kwamba ni Mungu na Shetani. Kwa lazima ufahamu ni nani anaongea. Kwa unashangaa tu wazo limepita kwenye ufahamu wako, umchukie ndugu yako kwamba ndugu yako amesababisha 1 2 3 4. Kwa hiyo mtu unachukua hatua kwa hilo wazo ambalo limetoka katika ufahamu wako. Kwa hiyo hilo wazo linapita na wewe unaliona ni kweli na kuona kwamba ndugu yako ni mbaya, lakini sio kweli katika uhalisia. Kwa ni Shetani ameweka wazo hilo katika ufahamu wako ili umchukie. Kwa ndipo chuki kwenye familia inapoanzia. Ndipo chuki inaanzia katika ndoa, katika mahusiano na kadhalika. Kwa hiyo pointi ya kwanza lazima ufahamu ni nani amesema. Ngoja tuangalie mfano mzuri. Mfano mzuri ni wakati wa Yesu yupo kwenye maombi ya siku 40 amefunga. Kipindi Yesu yupo katika maombi ya siku 40 alipokuwa amefunga, hiki kitu kilitokea. Kipindi Yesu yupo kwenye maombi amefunga, Shetani alikuja. Shetani alipokuja hakutokea namna hii, Yesu 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 mwana wa Mungu aliye hai. Alikuja katika ufahamu wake. Kwa sababu Yesu alikuwa anahisi njaa, alikuwa anasikia njaa. Kwa sababu alikuwa katika maombi ya siku 40. Kwa amefunga siku ya kwanza, Shetani hakwenda, siku ya pili Shetani hakwenda, siku ya 3 hakwenda, siku ya 5 hakwenda, siku ya 10 Shetani hakwenda, siku ya 20 hakwenda, siku ya 30 hakwenda. Siku ya 40 sasa Yesu anakaribia kumaliza mfungo wake. Njaa imekuja. Ndipo Shetani akamfuata Yesu. Hakumfuata hivi. Kwa sababu Yesu angefahamu na angechukua hatua. Alikuja kwenye mawazo yake. Na alichofanya, cha kwanza alichofanya, alianza kumshawishi. Akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa nini usigeuze hilo jiwe liwe mkate? Kwa maana wewe ni Mungu na nguvu. Unaweza ukageuza jambo hili, ukageuza jiwe hili sekunde tu. Ainisha mfungo wako. Acha maombi, acha kufunga. Fungua. Una nguvu, badilisha hilo jiwe mkate ule, ushibe ule. Sasa Yesu akajiuliza, haya mawazo yanatoka wapi? Ni nani anayeongea? Kwa sababu nimepanga kufunga siku 40, lakini kuna nini kinachoniambia nifungue? Yesu akayapima yale mawazo. Lakini aliyapima yale mawazo kwa neno la Kristo. Aliangalia neno la Mungu linasemaje, kwa sababu mawazo lazima uyapime ili uweze kufahamu ni nani anaongea kwa wakati huo. Ni lazima uwe umejaa neno la Kristo, ukapate kujua neno la Kristo linasemaje juu ya mawazo hayo. Kwa jambo lolote lazima ulipime kwa neno la Kristo. Kwa mawazo mabaya yanapokuja, mawazo ya aina yoyote, linaweza kuwa ni wazo zuri lakini ndani yake Shetani yupo. Mfano, wazo la Yesu kubadilisha jiwe liwe mkate ni wazo zuri kwa sababu Yesu alikuwa na njaa. Ale. Lakini ukilipima, alivyolipima Yesu na neno la Kristo na neno lake alivyolipima na neno la Mungu, likaonekana sio wazo linalotoka kwa Mungu. Kwa maana akamjibu, kwa maana imeandikwa, hatutaishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Lakini Yesu pia akatoka zake, akaenda zake. Shetani kuishia hapo akamfuata tena. Wazo jingine likaja. Yesu yupo juu ya kilima. Alafu wazo likaja. Linamwambia, wewe ni mwana wa Mungu, jirushe tu. Jirushe kutoka kwa juu gorofani, jirushe kutoka kwenye kilima, jirushe chini. Jirushe chini. Mawazo yanamwambia, jirushe chini, jirushe chini, jiue, jirushe chini. Kwa maana imeandikwa,
atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, na utajikwaa katika jiwe. Kwa shetani mpaka akakopi, akanukuu na mstari, akanukuu maandiko ili tu Yesu aingie kwenye trap. Kwa kuna wakati mwingine wazo linaweza likakujia tena kwa maandiko ili uingie tu katika mtego. Neno la Mungu unaweza ukalitumia kwa jinsi unavyotaka wewe. Kwa mtu unaweza kukuta mtu anaigeuza Bible kwa jinsi anavyotaka yeye. Kuna wengine ni wazinzi, wanatumia neno kujidefend. Anatumia neno kujidefense, kujikinga. Kwa unaweza kutumia neno kufanya chochote unachotaka. Kwa shetani alitumia neno kufanya anachotaka, lakini Yesu alilipima kwa neno. Kwa chochote kinachokuja katika ufahamu wako, wazo lolote linalokuja katika ufahamu wako, lipime kwa neno la Mungu. Chochote unachoambiwa na mtu yoyote, awe ni mtumishi yoyote yule, awe ni innocent au mtumishi wa Mungu yoyote, pima kwa neno la Kristo. Usikubali bila kupima neno la Mungu linasemaje. Hata kama unafahamu, ujiulize neno la Mungu linasemaje. Kwa sababu tunaingia kwenye mashimo ya ibilisi kwa sababu ya kutokufahamu. Kwa hiyo lazima tufahamu neno la Kristo. Lazima neno la Mungu lijae kwa wingi ndani yetu. Tufahamu. Tukifahamu lazima tuyashinde mawazo mabaya. Tukifahamu neno la Kristo lazima tuweze kumpinga ibilisi kwa imani. Na imani hoja kwa kusikia, na kusikia hoja kwa neno la Kristo. Kwa tunampinga shetani kwa imani na kwa neno la Mungu. Tunampinga ibilisi kwa neno la Kristo na kwa imani, by faith. Na imani hiyo inakuja kwa neno la Kristo. Hallelujah. Okay. Kwa hiyo tuendelee sasa. Kwa hiyo Yesu akalipima lile neno, akapima yale mawazo mabaya. Akajua si Mungu anaongea, bali ni shetani ndiye anaongea. Mwingine mawazo mabaya yalimwijia. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yuda Iskarioti. Mawazo mabaya yakamwijia kuhusu kumsaliti Yesu. Hakuyapima maneno yale na neno la Kristo. Akayatia yale mawazo na akafanya. Na baada ya Yuda kumsaliti Yesu, mawazo yakaendelea kupiga ndani yake. Hayo mawazo akimwambia, kajiue, huna thamani Yuda. Wakina Petro watakuonaje? Wakina Yohana watakuonaje? Kajiue Yuda. Wakina Yakobo watakuonaje? Njiani utakakopita watakuonaje? Yuda kajiue. Mawazo yanapiga kelele ndani ya Yuda. Na Yuda hakufahamu ni nani anayesema katika ufahamu wake. Kwa ni lazima ufahamu kwamba ni nani anayeongea na wewe kwa wakati huo. Ni lazima ufahamu ni nani anaongea na wewe kwa wakati huo. Kwa ukifahamu ni nani anaongea kwa wakati huo, ni rahisi mno kupinga hayo mawazo yanayokuja kwenye ufahamu wako. Kwa kila Mkristo anapitia kwenye changamoto hizi. Mawazo mazuri na mawazo mabaya. Mawazo yanaweza kaja na kuambia ondoka, mwache mume wako, ondoka, acha familia yako, ondoka, acha watoto wako. Usikubali. Pima haya mawazo, ni nani anayesema na mimi? Sauti inakwambia ondoka nyumbani mwako. Tazama, hiyo sauti inakuonyesha mabaya ya mume wako. Haikuonyeshi hata mazuri. Inakuonyesha mabaya ya mume wako. Inakuonyesha mabaya ya mume wako. Haikuonyeshi mazuri. Haikuonyeshi huko alikokusaidia. Inakuonyesha tu mabaya. Au inakuonyesha mabaya ya mke wako. Hiyo sauti inakuonyesha tu hicho kitu. Na inapiga kelele ndani yako inakwambia ondoka mama, ondoka mama, ondoka mama. Utajiweza. Utaweza kuishi peke yako. Utaweza kulea watoto wako. Pima hayo mawazo. Ni nani anaongea na mimi kwa wakati huu? Mawazo unasikia yanapiga kwenye ufahamu yako, yanakwambia acha kazi, acha kazi, acha kazi. Usiache kichwa. Pima ni nani anaongea katika ufahamu wako. Lazima upime. Hujui ni nani anaongea katika ufahamu wako. Ukishajua ni nani anaongea katika ufahamu wako, ni rahisi mno kupambana na hicho kitu. Kwa sababu wewe ukapambana na mume wako anayecheat kama hujaweza kupambana na mawazo yako. Ni jambo gumu. Kwa lazima ushinde mawazo ambayo yanapigana katika ufahamu wako. Ukishashinda hiyo ndio unakuja kwenye vita ya nje. Kama huwezi kupigana katika vita ya ndani, ya nje huwezi. Kwa sababu huwezi ukaenda ukapiga pepo la ardhi wakati pepo iliyo ndani yako katika ufahamu wako imekushinda. Utafanya kitu cha ajabu. Kwa vita ya kwanza hatari kuliko zote ni vita katika ufahamu wako.
Kabla hujaenda kupambana vita ya nje ya kuombea wengine, pambana na vita ambayo inaendelea katika ufahamu wako. Jifunze jinsi ya kushughulika na vita katika ufahamu wako. Haleluya, haleluya. Okay, kwa tunaenda katika njia ya pili sasa, kanuni ya pili, jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Point namba 2. Jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Kwa point namba 2, tunayashinda kwa kuyakataa na kuyapinga. Tunayashinda mawazo mabaya kwa kuyakataa na kuyapinga. Tunayashinda mawazo mabaya kwa kuyakataa na kuyapinga. Kwa kanuni namba 1 umeisha yafahamu kwamba mawazo haya mabaya, mawazo yote mabaya yanatoka kwa ibilisi. Okay. Kwa umeshafahamu mawazo mabaya yanatoka kwa ibilisi, kinachofuata ni nini? Ni kupinga mawazo hayo. Kwa sababu umeshafahamu chanzo cha mawazo mabaya ni nini. Umeshafahamu mawazo mabaya yanatoka kwa ibilisi. Kwa kinachofuata ni kuyapinga hayo mawazo mabaya. Wewe ukawa unawaza, unaona kitu kitakwambia juu ukakubali, usikubali hata kidogo. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kupinga mawazo hayo mabaya. Kwa imani, ukiwa thabiti kwa imani na kwa neno la Kristo. Haleluya, haleluya. Okay. Sasa tunayakataaje hayo mawazo mabaya? Na tunayapingaje? Hayo mawazo mabaya yanatoka kwa shetani. Tunayakataaje na tunayapingaje? Hilo ni swali la kujiuliza, kwamba mawazo haya mabaya yanatoka kwa ibilisi. Tunayashindaje na tunayakataaje? Kwa lazima ukatae na lazima uyapinge. Kwa ukikataa, mimi sitaki kufanya kitu, hawezi kukulazimisha. Kwa kama wazo baya linakuja katika ufahamu wako, mawazo ya kufa, mawazo ya kuondoka kwenye familia yako, mawazo ya kuacha kazi, mawazo ya kukatisha tamaa juu ya biashara yako, mawazo ya kukatisha tamaa juu ya uzao wako, mawazo ya kukatisha tamaa juu ya eneo lolote katika maisha yako, jinsi ya kufanya ni kukataa na kuyapinga. Unasema hivi tu kirahisi: sitaki mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo yarudi kwa shetani. Kwa shetani anakuambia jiue. Simama tu, sema sitaki mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo. Yarudi kwa shetani. Hata uwe njiani, sema sitaki mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo, yataondoka. Usikubali hata kidogo. Kama mawazo yanakuja yanakwambia kwenye fahamu wako, ondoka nyumbani kwako, ondoka cha watoto wako, ondoka. Mawazo ya kiburi yanakuja kwenye ufahamu wako, kwamba utaweza tu mwenyewe, utaweza. Mawazo yanakuja kwenye ufahamu wako. Kataa mawazo hayo. Yaambie sitaki mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo. Kemea mawazo, yakatae na yapinge hayo mawazo mabaya katika jina la Yesu Kristo. Mwambie shetani, mawazo haya yarudi kwako kwa jina la Yesu Kristo. Yanaondoka mara moja. Kwa lazima uamue na lazima usimame, upambane. Kwa maana katika ufahamu ni vita, ni sehemu, ni battlefield, ni uwanja wa vita ambao shetani na wanapigana hapo kila siku. Wanapigana hapo na ibilisi kila siku katika mawazo hayo. Kwa kila Mkristo anatakiwa afahamu majaribu ya kishetani ni yapi. Tambua kuwa mawazo mengi ya shetani huingia kwa njia ya mawazo. Kwa majaribu mengi ya shetani huingia kwa njia ya mawazo. Kwa hiyo tambua kwamba mawazo mengi ya shetani huingia kwa njia ya mawazo. Mawazo mengi ya shetani huingia kwa njia ya mawazo. Kwa lazima utambue hicho kitu. Kwa ukishatambua hicho kitu, utafahamu namna ya kuyapinga, namna ya kuyakataa na namna ya kuharibu. Kwa lazima tujifunze namna ya kuharibu ngome hizi na namna ya kuyasambaratisha kabisa na kuyakataa mawazo haya. Kwa shetani akimjaribu mtu haweki alama. Shetani akimjaribu mtu haweki alama kwamba hili ni jaribu la shetani, kwamba hili ni jaribu langu. Afanye hivyo. Kwa maana mtu akijua kwamba linatoka kwa ibilisi, atalipinga. Kwa ataligeuza, kwa sababu yeye anajifanya kama mfano wa malaika wa nuru, atajigeuza
lionekane, alipake asali, alipake sukari, lionekane kama ni la kimungu, lakini ndani yake limejaa uovu. Ndio maana ukakuta unaletewa wazo na rafiki yako, nje linaonekana kama wazo la kimungu, ndani yake limejaa uovu, na mwisho wake unashangaa umeishia shimoni. Kwa wengi wameandika message nyingi tu ambao walipokea mawazo kwa washauri wao, walipokea mawazo kwa ndugu zao, walipokea mawazo kwa marafiki, walipokea mawazo kwa wazazi na kadhalika. Mawazo hayo yalionekana kama nje ya asali, lakini ndani yake yalikuwa yamejaa uovu mtupu, na mwishoni wakaangukia kwenye shimo. Je, mawazo haya utayapimaje? Unayapima kwa neno la Kristo. Na kama unaona hayaendani na neno la Kristo, yakatae hapo hapo na kuyapinga hapo hapo on the spot. Kama unashauriwa na mzazi na mama, rafiki, baba, yoyote yule, hata ni mtumishi wa Mungu yoyote, hata kama ni innocent yoyote, anakushauri nje ya neno la Kristo, inaonekana kama ni sukari, lakini ndani yake umejaa uovu, na ukagundua kabisa hiki sio sahihi, ukichunguza kwa neno la Mungu linasema sio sahihi, kataa on the spot. Usikubali hicho kitu hata kidogo. Usikubali hata kidogo. Sema sitaki mawazo mabaya. Ninayapinga mawazo mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Yarudi kwako kwa jina la Yesu Kristo. Na utasonga mbele. Utaishia shimoni. Kwa shetani akimjaribu mtu haweki alama kwamba hili jaribu ni la shetani. Kwa ni wewe tu utapambanua na kufahamu ni shetani yuko kazini. Majaribu haya ya shetani katika mawazo, shetani huyatengeneza katika mfumo ambao ni mgumu sana kuutambua kirahisi. Kwa hiyo majaribu haya ya kishetani ambao shetani anatengeneza katika mawazo, majaribu haya anayotengeneza katika mawazo, shetani huyatengeneza katika mfumo ambao ni mgumu sana, si rahisi kuyaelewa. Si rahisi kuyaelewa. Kwa anatengeneza katika mfumo ambao ni ngumu sana kuyatambua. Mawazo haya ni ngumu sana kuyatambua. Inakuwa ni ngumu sana kuyatambua mawazo haya. Kwa hiyo inahitaji neno la Kristo ili kuyatambua. Kwa sababu anafanya, akikuona wewe ni Mkristo, atakuja kwa neno hivyo hivyo, atakushauri kwa hivyo hivyo. Kitu chochote ambacho hakimo kwenye neno la Mungu, kitu chochote ambacho unasikia hakiko kwenye neno la Mungu, usikubali. Chochote kile, iwe ni mzazi anakuambia, iwe ni mtu yeyote anakuambia, chochote ambacho hakipo kwenye neno la Mungu, usikubali hata kidogo. Chochote ambacho hakipo kwenye neno la Mungu, usikubali. Usikubali hata kidogo. Usikubali hata kidogo. Lazima uulize neno la Mungu linasemaje. Mfano, siku zote wanatoa, hata ukiota ndoto, hakuna ndoto utakayoota haipo kwenye neno la Mungu, haipo. Kila kitu neno la Mungu limeeleza. Kwa ukitaka kujua neno la Mungu, ukitaka kutambua aina ya ndoto, lazima ujue neno la Mungu. Utaona tu kuna mstari utakuonyesha maana hicho kitu. Hakiwezi kwenda nje. Kwa lazima upime neno la Mungu linasemaje. Kabla mawazo mabaya hayajainuka kwenye ufahamu wako, lazima upime neno la Mungu linasemaje. Okay, kwa tuendelee. Kwamba mawazo ya kishetani ni ngumu kuyatambua, kwa sababu shetani anatengeneza mfumo mgumu sana kuweza kutambua, ambao uko advanced mno, ni ngumu sana kutambua mpaka umejaa neno la Kristo. Kwa ndio maana nasisitiza sana kila mtu asome Biblia. Soma kwa wakati wako. Soma na kusoma na kusoma na kusoma. Kwa sababu ili uweze kutoboa katika maisha haya ya rohoni, unahitaji neno la Kristo. Unahitaji ulijue neno la Kristo. Unahitaji ujae neno la Kristo ili uweze kutoboa. Kwa sababu katika hizi siku za mwisho, silaha kubwa ya ibilisi ni udanganyifu. Narudia tena. Katika siku hizi za mwisho, silaha kubwa na hatari ya ibilisi ni udanganyifu. Ndio maana ukisoma katika Biblia Yesu anatuambia na katika Mathayo sura 24 anatuambia hivi.
katika hizo siku, na wengi hata wateule watadanganywa. Katika siku hizi hata wale wanaomwamini Kristo watadanganywa, kwa sababu ni siku za hatari. Kwa udanganyifu utakuwa kila mahali, makazini, makanisani, kila mahali udanganyifu utakuwa umeenea. Sisi tutapataje kupona tusipolijali neno hili la Mungu? Tutapataje kupona tusipolijali neno hili la Mungu? Tutaangamia. Hakuna sehemu utakaoenda utakuta ukweli. Ukweli utaujua mwenyewe hapa. Amka asubuhi, soma neno. Jisomee mwenyewe, subiri mtu akusomee. Jisomee mwenyewe. Uwe na shauku ya kumjua Mungu. Uwe na shauku ya kujua mawazo ya Mungu. Ukiyajua mawazo ya Mungu ni rahisi mno kuyajua mawazo ya ibilisi. Ukiyajua mawazo ya Mungu ni rahisi mno kuyajua mawazo ya ibilisi. Ni rahisi mno. Kama huwezi kuyajua mawazo ya Mungu, huwezi kuyajua mawazo ya ibilisi pia. Ukiyajua mawazo ya Mungu, lazima uyajue mawazo ya ibilisi. Kwa sababu mawazo ya ibilisi siku zote ni mabaya. Huwezi ukayajua kama hujui neno la Kristo. Kwa hiyo lazima uwekeze muda wako mwingi katika neno la Kristo. Okay. Kwa hiyo ibilisi hataki kabisa mtu agundue kwamba shetani yupo kazini. Kwa shetani hataki kabisa tujue kwamba yeye yupo kazini. Hataki kabisa tufahamu kwamba yeye yupo kazini. Kwa mtu akiyakubali mawazo ambayo shetani anayaleta, huleta madhara makubwa ya kujutia. Mfano, Yuda alipata mawazo mabaya ya kumsaliti Yesu. Yalikuwa naimba, alishindwa kuyakataa na kuyapinga, alishindwa. Kwa hiyo akayakubalia. Na baada ya kuyatii na kuyafanyia kazi yale mawazo, yalileta madhara makubwa. Yale mawazo aliyoyapata katika ufahamu wake yalileta madhara makubwa sana katika maisha yake. Na alijutia. Na alipojutia akawa anajiuliza, sasa nitafanyeje? Ukishafikia hatua hiyo, ukitii mawazo ya ibilisi na ukajiuliza sasa nafanyeje, analeta wazo jingine, analeta jawabu. Na jawabu hilo ni baya zaidi, kama alivyomwambia Yuda. Namba 1, alimwambia Yuda amsaliti Yesu. Wazo lilikuja Yuda amsaliti Yesu, Yuda akatii. Namba 2, baada ya Yuda kuchanganyikiwa, kwa sababu mawazo mabaya huwa yanaleta kuchanganyikiwa. Utakapochanganyikiwa kama huna neno la Kristo, kinachotokea cha pili kwamba huyo adui ataleta jawabu. Na jawabu lake inakuwa ni baya. Mfano, Yuda aliletewa jawabu baya, kujiua. Shetani anaweza akakuletea changamoto katika ndoa yako, katika familia yako, eneo lolote au kazini, and then akakupa mawazo mabaya. Na ukatia hayo mawazo ya kufanya udanganyifu, ya kufanya uongo na kufanya chochote. Utakapoyatii, yatakuja madhara makubwa zaidi. Impact ya yale aliyokuambia, impact ya lile wazo. And then akishaleta impact ya lile wazo, utachanganyikiwa, afa atakupa jawabu. Ndio maana ukuta wengine shetani analeta changamoto kwenye ndoa au kazini, alafu mtu anapitia changamoto kwenye ndoa, anachanganyikiwa kabisa. Akisha changanyikiwa anajiuliza nifanyeje? Labda anaomba siku ya kwanza, siku ya pili anafunga na nini, anasoma neno, alafu anaona Mungu hajajibu. Sasa kuchanganyikiwa kunakuja kwa sababu ana msingi imara katika Kristo Yesu. Kwa kuchanganyikiwa kunapotokea, shetani analeta jawabu. Jawabu atakaloleta, anamwambia nenda kwa mganga wa kienyeji. Jawabu atakaloleta, anamwambia nenda kwa mganga wa kienyeji. Nadhani wengi wamepokea solution kama hizi katika maisha yao. Unapitia kwenye changamoto, and then changamoto hiyo umeomba Mungu, Mungu hajajibu. Lakini shetani anakutengenezea tu mtego ili uingie. Na Mungu anaamini unaweza. Kwa shetani anakutengenezea mtego kama alivyotengeneza kwa Ayubu. Kwa Ayubu shetani alileta changamoto nyingi sana. Lakini mtego wake ilikuwa ni mawazo. Alikuwa anataka mtrap kwenye mawazo. Sasa tazama, cha kwanza shetani alichofanya kwa Ayubu, aliua watoto. Akaharibu mali zote. Alichotaka kufanya ni kuvunja ndoa ya Ayubu. Akapeleka wazo kwa mke wa Ayubu. Mke wa Ayubu akaja na wazo kwa Ayubu. Akamwambia, mume wangu, si bora ukufuru tu ufe? Ayubu kaletea hilo wazo. Akalipima, ni nani anayesema na mimi?
mkufuru tu huyo Mungu ufe. Ayubu akalipima lile neno wazo lililoletwa na mke. Je, nani anayesema na mimi? Akagundua shetani ndio anayeongea. Akalipinga wazo lile. Kwa hiyo shetani ndivyo mipango yake. Na hii ndio sababu kila Mkristo ni lazima ajifunze namna ya kupinga mawazo mabaya. Kwa sababu yasiposhughulikiwa, wakati mwingine mtu anaweza kuhisi kuchanganyikiwa. Kwa hiyo usipoyashughulikia hayo mawazo, wakati mwingine unaweza kuhisi kuchanganyikiwa. Unaweza kuhisi kufa. Unamwona Ayubu alipitia kwenye tension kubwa, alipitia kwenye stress nyingi. And then shetani akaja kuleta, kwa sababu mtu yuko kwenye kuchanganyikiwa, shetani akaja kuleta wazo akufuru. Kwa hiyo tusimruhusu shetani atujaribu kwa kuingiza mawazo yasiyofaa, bali tujifunze namna ya kuyapinga. Kwa hiyo tusimruhusu shetani atujaribu kwa kuingiza mawazo yasiyofaa, bali tujifunze namna ya kuyapinga. Narudia tena. Tusiruhusu shetani atujaribu. Tusiruhusu shetani atujaribu kwa kuingiza mawazo yasiyofaa, bali tujifunze namna ya kuyapinga. Kwa hiyo tusimruhusu shetani atujaribu kwa kuleta au kwa kuingiza mawazo mabaya katika ufahamu wetu. Tusiruhusu hicho kitu. Tusiruhusu hicho kitu. Kwa hiyo tujifunze namna ya kuyapinga. Kuna msemo mmoja huo unasemwa na watumishi wengi wa Mungu. Huo wanasema hivi kwamba huwezi kumzuia ndege asiruke juu ya kichwa chako, bali unaweza kumzuia asijenge kiota katika kichwa chako. Kwa hiyo hauwezi kumzuia ndege asiruke juu ya kichwa chako, bali unaweza kumzuia asijenge kiota katika kichwa chako. Kwa hatuwezi kumzuia ndege asipite juu yetu, hatuwezi. Lakini tunaweza kumzuia ndege asijenge kiota katika vichwa vyetu. Hicho tunaweza. Maana yake huwezi kuzuia mawazo mengi yasipite katika ufahamu wako, lakini unaweza kuyazuia asijenge kiota katika ufahamu wako. Narudia tena kwamba huwezi kuzuia mawazo mengi yasipite katika ufahamu wako, lakini unaweza kuyazuia asijenge kiota katika ufahamu wako. Kwa uwezo kuzuia mawazo yasipite hapo katika ufahamu, yawe mabaya au mazuri, uwezo kuzuia, lakini unaweza kuyazuia yasikae hapo. Andika hii point kwamba huwezi kuzuia mawazo mengi yasikae katika ufahamu wako, lakini unaweza kuyazuia asijenge kiota katika ufahamu wako. Wazo baya likipita, unaweza kulikataa kwa kusema sitaki wazo hili, silikubali kabisa, na likataa katika jina la Yesu Kristo. Kwa sitaki wazo hili, sitaki wazo hili, unalikataa. Kwa ni lazima ulikatae. Unasema sitaki wazo hili, sitaki wazo hili, silikubali kabisa, na likataa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa lazima ukatae kwamba sitaki wazo hili, silikubali kabisa, ninalikataa kwa jina la Yesu Kristo. Utashangaa wazo hilo linaondoka kabisa. Kwa lisipoondoka kwa wakati huo, endelea kulikataa. Endelea kulikataa. Sema sitaki wazo hili, 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 silikubali katika jina la Yesu Kristo. Silikubali kabisa katika jina la Yesu. Nalikataa katika jina la Yesu Kristo. Silitaki wazo hili, silitaki na kukataa wazo katika jina la Yesu Kristo. Utashangaa wazo hilo baya limeondoka na halitarudi tena. Hallelujah. Glory to Jesus. Changamoto ya mawazo mabaya ni kubwa. Wengine wanashindwa kutawala mawazo yao wakati wa maombi. Kwa hiyo changamoto ya mawazo haishii tu unapokuwa unatembea, haishii tu unapolala, bali wakati mwingine mawazo mabaya yanakuja kwa Wakristo wanapokuwa wanaomba. Mawazo unakuta hayapo kabisa katika maombi. Unakuta mawazo yako mbali sana. Kwa ni lazima ujifunze namna ya kuyakataa.
Ni lazima ujifunze namna ya kuyapinga, kwa sababu inaweza kaja kwenye maombi. Na watu wengi mno mawazo haya mabaya yanawafuata wakiwa kwenye maombi. Mawazo haya mabaya watu wengi yanawafuata wakiwa kwenye maombi. Unashangaa wazo linapita. Wazo la uzinzi linapita. Wazo la chuki linapita. Upo kwenye maombi unaomba. Uko mbele za Mungu unaomba. Jifunze kukataa mawazo mabaya. Kama wazo baya linakupita huko kwenye maombi, likatae kwa wakati huo. Sema katika jina la Yesu Kristo nakataa mawazo mabaya. Kwa jina la Yesu Kristo ondoka. Nalo hilo wazo litaondoka. Kataa, lipinge kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali wazo baya lije katika ufahamu wako wakati wa kuomba. Usikubali hicho kitu. Usikubali hicho kitu. Kataa. Kataa. Pointi ya tatu. Tumalizie pointi ya tatu sasa, tuingie kwenye maombi. Pointi ya tatu au kanuni ya tatu ni jinsi gani tunaweza kuyashinda mawazo mabaya. Namba 3, andika point namba 3 ni kutafakari na kuwaza neno la Mungu. Kwa point namba 3 andika tafakari na kuwaza neno la Mungu. Ni kutafakari na kuwaza neno la Mungu. Kwa pointi namba 3 ni tafakari na kuwaza neno la Mungu. Kwa ili ushinde mawazo hayo mabaya, lazima utafakari na kuliwaza neno la Mungu. Lakini jinsi ya kutafakari na kuwaza neno la Mungu nimefundisha kidogo huko mbele. Hivi naongelea point ya pili, jinsi ya kukataa na nini. Nilikuwa naongelea kuhusu neno la Mungu, na ile point ya kwanza jinsi ya kutambua chanzo cha wazo hilo. Nimeongea sana jinsi ya neno la Mungu, lakini hapa nitaongelea vitu ambavyo Biblia imetuagiza vitu gani tuweze kuvitafakari. Kwa Biblia imetueleza vitu vya kutafakari. Ngoja tuangalie Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4. Biblia imetueleza vitu vya kutafakari. Fungua Wafilipi sura ya 4. Andika Wafilipi sura ya 4 hapo. Okay. Biblia inasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa Biblia sasa inatueleza kupitia kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inatueleza vitu vya kutafakari. Kwa anatuambia sasa mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote ya kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwa wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8 ndio inatuambia sasa kwamba ndugu zangu, na mambo haya yote tutafakari kweli. Tutafakari staha, tutafakari mambo ya kupendeza, tafakari sifa njema, wema wote. Sifa njema zitafakari, sifa nzuri zitafakari. Kwa hiyo hata ndugu yako akikukosea, usitafakari mabaya yake. Mabaya yake yataleta mawazo mabaya. Tafakari vitu vyake vyema alivyokutendea. Utaushinda uovu, utashinda mawazo mabaya, utashinda dhambi kwa hivyo. Hata mmeo akilala nje, akikutenda vibaya, tafakari mema. Tafakari zile sifa zake nzuri. Tafakari mambo mazuri yake. Yatafakari hayo. Tafakari kweli, tafakari staha, mambo ya kupendeza, yenye sifa njema, yenye sifa nzuri. Tafakari. Kwa kila Mkristo anatakiwa ajifunze kuwaza vitu chanya. Kwa ujifunze kuwaza vitu vizuri. Ukitafakari, usitafakari mabaya. Usikubali akili yako itafakari mabaya. Mabaya kataa na uyapinge kwa jina la Yesu Kristo. Na uitishe akili yako, uikomande akili yako itafakari mazuri. Kwa kama ni adui yako amekukosea, hawezi kuwa na mabaya tu siku zote. Kuna mazuri yake ambayo amekutendea. Tafakari mazuri yake. Kwa sababu kitafakari mabaya na mwisho wake utakuwa ni mbaya kwako. Au mabaya hata kumwangamiza yeye tu, yatakuangamiza wewe. Yatakuangamiza wewe kwa asilimia kubwa. Yaani kabla hajamfikia yeye, ni wewe utapata madhara makubwa kuliko yeye. Kwa hiyo tujifunze kuwaza vitu chanya.
Unapozidi kuwaza na kutafakari vitu chanya, ndivyo unavyozidi kuwa na uwezo wa kucontrol au uwezo wa kutiisha mawazo mabaya. Kwa jinsi unavyowaza vitu vizuri, jinsi unavyowaza vitu positive, vitu chanya, unavyowaza vitu positive, ndivyo unavyokuwa na uwezo wa kucontrol mawazo mabaya. Kwa tunayashindaje? Kwa kuwaza mawazo mazuri. Tunayashindaje? Kwa kuwaza neno la Mungu. Tunayashindaje? Kwa kulitafakari neno la Mungu. Kulitafakari neno la Mungu maana yake ni kuliwaza na kulirudia, na kulisoma na kulirudia na kulirudia na kulifikiri mara kwa mara. Kwa wengi wanashindwa kutawala mawazo yao kwa sababu fahamu zao huwa wazi. Yaani tupo, hazitafakari chochote. Kwa wengi sasa, wengi wao kwamba wanashindwa kucontrol mawazo yao. Kwa nini? Fahamu zao au akili zao zinakuwa tupu. Huwa watafakari chochote. Wakitafakari wanatafakari vitu vibaya. Kwa shetani anavitumia hivyo. Shetani anavitumia hivyo kama silaha ya kukushambulia. Kwa shetani anavitumia hivyo kama silaha ya kukushambulia. Kwa hiyo wengi wanashindwa kutawala mawazo yao kwa sababu fahamu zao huwa wazi, yani tupu, hazitafakari chochote. Hii inampa shetani nafasi ya kuweka mawazo mabaya katika fahamu zao. Kwa jambo hili linampa shetani nafasi. Jambo hili linampa shetani nafasi ya kuweka mawazo mabaya katika fahamu zao. Kwa itakuwa ngumu kwa shetani kuweka mawazo yake katika ufahamu wako kama umejifunza kutumia ufahamu wako vizuri kutafakari vitu vya kiroho, vitu vizuri, vitu vya haki, vitakatifu, vya imani na vya upendo. Kwa lazima tujifunze kutafakari vitu vya haki, vitu vya upendo, vitu vizuri na kadhalika. Kwa jifunze kutafakari hivyo. Kataa kutafakari vitu vibaya. Ili kwamba akili yako siku zote, mtu akikukosea tu unakumbuka mabaya yake. Usifanye hivyo. Ina madhara makubwa sana kwako. Na hiyo ndio ilikuwa ni sababu na wewe hata kupokea inakuzuia usisonge mbele katika maisha yako ya wokovu. Inakurudisha nyuma. Kwa ni lazima ukatae. Ni lazima uipinge hiyo kitu. Okay. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kumshinda shetani. Itakuwa ni ngumu kumshinda shetani. Itakuwa ni ngumu kuishinda dhambi kama tutashindwa kuyacontrol mawazo yetu. Kama tutashindwa kuyacontrol mawazo yetu. Kama ufahamu wako unawaza vitu chanya na fahamu zako haziko tupu, shetani hana nafasi tena. Kwa hiyo kama ufahamu wako unawaza vitu chanya na fahamu zako haziko tupu, shetani hana nafasi tena. Kama ufahamu wako upo tupu, huwezi chochote. Shetani hatautumia tu. Kwa ufahamu wako ukiwa tupu, shetani hatautumia. Lakini umejaa neno la Kristo, neno la Mungu linazunguka kwenye ufahamu wako, limejaa kwenye moyo, linazunguka kwenye ufahamu wako, linazunguka usiku na mchana kwenye ufahamu wako. Ni ngumu sana. Ngumu sana. Ili somo nalo kufundisha, fanyia utafiti, utagundua ninachokuelekeza. Utagundua hicho kitu. Kwa hiyo ni lazima kama Mkristo unatakiwa uanze kufanya mazoezi. Ufanyishe ufahamu wako mazoezi wa kufikiri na kutafakari mema. Fanyisha mazoezi ufahamu wako. Fanyisha mazoezi ufahamu wako. Fanyisha mazoezi. Fanyisha mazoezi ya kutafakari vitu vilivyo vyema. Kutafakari neno la Mungu. Fanyisha mazoezi. Fanyisha mazoezi. Fanyisha mazoezi. Okay. Kwa tuendelee sasa. Kwa hiyo fanyisha mazoezi ya kufikiri na kutafakari mema kama unavyofanyisha mwili wako mazoezi. Kama unavyofanya jogging, fanyisha na ufahamu wako pia. Ufundishe. Unaweza kuanza hata asubuhi kwa tafakari hata neno la Mungu dakika 10. Au vitu vizuri vya mume wako dakika 10 vinajenga upendo ndani yako. Usitafakari mabaya. Itaumiza moyo wako, utapata pressure bure na madoda ya tumbo na kama. Utapata vitu vya ajabu. Utampa shetani nafasi katika mwili wako, katika maisha yako, katika uchumi wako, kazini kwako. Usimpe shetani nafasi. Usimpe shetani nafasi. Ushinde ubaya kwa wema. Ushinde ubaya kwa wema. Kwa ujifunze kutambua mawazo ambayo hayatoki kwa Mungu, ambayo ni point yetu namba 1, na ujifunze namna ya kuyapinga mapema.
Utakapojua ni adui, yapinge mapema. Mawazo mengi hutoka kwa shetani, kwa ni rahisi kuyapinga. Kwa hiyo pointi yetu ya kwanza, jinsi ya kushinda mawazo mabaya. Namba moja tumesema lazima utambue chanzo cha mawazo hayo mabaya yanatoka wapi. Na sisi tumeona chanzo cha mawazo mabaya yanatoka kwa shetani. Namba 2, tunayashindaje hayo mawazo mabaya? Kanuni namba 2. Namba 2 tumesema lazima uyakatae na kuyapinga. Sawa katika jina la Yesu au kwa neno la Mungu, kwa imani na kadhalika. Namba 3 tukasema lazima ujifunze kutafakari neno la Mungu. Kwa tunayashinda kwa kutafakari neno la Kristo. Kwa nia zetu zifanye upya kila siku kwa neno la Kristo. Kwa akili yako au fahamu wako ufanye upya kila siku kwa neno la Kristo. Kwa akili yako na ufahamu wako ufanye upya, na roho yako ifanye upya kila siku kwa neno la Kristo. Kwa namba 3 tumesema kutafakari neno la Mungu. Kutafakari vitu vizuri. Kutafakari vitu vyema. Kwa somo letu linaishia hapo. Kwa Mungu akubariki. Ubarikiwe sana.